Kitu kinachosababisha mpaka kukutwa na ugonjwa wa presha, kwanza ni aina ya ulaji wako. Ulaji wako ni wa aina gani? Hapa ndo inapokuja athari ya mtindo wa maisha kwenye afya yako. Ulaji wako unakula vyakula vya aina gani? Vyakula vya mafuta mengi, vinavyokaangwa kwa mafuta mengi. Hivi husababisha mrundikano wa mafuta katika njia zako za upitishaji wa damu. Maana yake unapokuwa unakula vyakula vyenye mafuta mengi na chumvi nyingi, hizi hutengeneza sumu ambazo hulimbikizwa kwenye maeneo yako ya kupitisha damu na uchujaji wa oksijeni. Hii hupelekea baadhi ya viwango kuzidi katika mishipa yako ya damu. Chumvi inapozidi kwenye mishipa ya damu, hii hupelekea hatari, sawa, na husababisha mwili wako kuchuja sumu na kutumia nguvu nyingi kusukuma damu kwenye moyo. Matokeo yake hutokea mishipa kufeli na pia kusababisha kupatwa na shinikizo la juu la damu, nikiwa naongelea pressure. Kwa hiyo badilisha mtindo wako wa maisha, badilika katika ulaji wako ili uweze kupata mwendo na kupata njia sahihi za kulinda afya yako. Pendelea vyakula vya mboga mboga, pendelea matunda, pendelea mafuta asili, pendelea kupumzika, pendelea kufanya mazoezi. Hii itakupelekea mwili wako kutengeneza katika shepu nzuri ya kuwa inachuja sumu kupitia mtindo mzuri wa ulaji. Kwa hiyo nikushauri ndugu yangu, badilika katika ulaji wako. Hiyo ndio hatari kubwa inayokupelekea kupatwa na ugonjwa wa presha. Chukua namba yangu hapo bio kwa msaada na ushauri zaidi. Afya yako ni tabasamu lako.